Tupo katika dunia ambayo usafiri ni uti wa mgongo wa uchumi wa kila siku. Hadithi za pikipiki za Aujui inaibuka kama simulizi ya ubunifu na uimara na mkombozi wa uchumi. Kupitia mahojiano ambayo Ayo TV imefanya na mkurugenzi wa masoko wa kampuni ya Aujui Tanzania, wauzaji wanaeleza kwa msitizo jinsi pikipiki hizi zilivyoundwa kwa kuzingatia mahitaji halisi ya mtumiaji wa barabara za Afrika na Tanzania. Matumizi madogo ya mafuta yanayofikia hadi kilomita 80 kwa lita moja. Imagine. Mwendo laini usio na mtetemeko na uwezo mkubwa wa kubeba mizigo bila kupoteza nguvu au uthabiti. Ni chombo cha kazi, wenyewe wanaiita pikipiki mwamba kabisa, kinacholenga kuongeza tija na kupunguza gharama kwa dereva. Zaidi ya sifa za kiufundi, pikipiki hizi zinaelezwa kuwa washirika wa kweli wa kazi ngumu. Zina nguvu ya kupanda milima na kupenya katika barabara zenye changamoto ambako vyombo vingine hushindwa kupita. Uimara wake unatajwa kudumu kwa muda mrefu, kiasi cha kumwezesha dereva kuitumia katika kipindi chote cha mkataba na kuendelea kumletea kipato. Hii sio tu pikipiki, bali ni fursa ya maendeleo kwa vijana na wafanyabiashara wanaotafuta chombo cha kuaminika katika safari yao ya mafanikio. Kwanza ningependa ujitambulishe jina lako, lakini pamoja na cheo chako, na mtuambie hapa maeneo kampuni yenyewe mnajishughulisha na nini. Ndio, mimi kwa majina naitwa Jonathan Mushi, ni mkurugenzi mkuu wa masoko katika kampuni hii ya Aujui hapa Tanzania. Kwanza kabisa tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kuendelea na afya na nguvu na kuendelea na kazi. Lakini pia jambo la pili, tunawashukuru sana wa Tanzania kwa jinsi wamekuwa na imani kubwa sana na pikipiki hii ya Aujui. Sisi tunajihusisha na uzalishaji wa pikipiki na kiwanda chetu kipo kule China, na kwa bahati nzuri watu wengi wanakifahamu Aujui kama ndio kiwanda namba 1 kwenye nchi ya China, na ni kiwanda ambacho kimeungana na Suzuki. Kwa hiyo bidhaa ya Suzuki kwenye nchi ya China inatengenezwa Aujui. Kwa hiyo utaona kwamba ni ubora kiasi gani mpaka kuweza kuungana kiasi hicho. Lakini pia tukiachana na swala la mauzo na nini na vitu vingine, leo tumekuja na kitu kipya kwa sababu Watanzania wamekuwa na maswali, bwana Aujui mna bidhaa bora sana, mna bidhaa ngumu zinazoishi muda mrefu, kwa nini msitengenezee na sisi muonekano kwa ajili ya bodaboda na mtu nyumbani au anaweza kuitumia? Basi tukaamua kusikiliza ile jambo ambalo Watanzania walikuwa wanalitaka. Tukasema sasa tukae na timu ya mafundi na mainjinia tutengeneze kitu ambacho kitakuwa bora kabisa kuwahi kutokea. Kocha, kwanza kuna engo ambayo tumezingatia kwanza kwenye sekta hii ya pikipiki. Jambo la kwanza tulizingatia muonekano. Pikipiki iwe na muonekano mzuri wa kuvutia. Hata mtu akiwa anaiona kwa mbali anasema ile ni Aujui. Ile ni muonekano mzuri, inapendeza. Mtu akiwa anatembea nayo barabarani anajidai, anasema kweli mimi nina chombo ambayo ni mpya. Lakini baadaye tukatoka hapo tukasema itakuwa na muonekano mzuri, lakini isipokuwa na injini imara tutakuwa hatujafanya kitu. Kwa hiyo tukaingia sasa kwenye moyo sasa wa pikipiki, ambapo ni kwenye injini. Tukatengeneza injini moja ambayo ni ya mfano kabisa, haijawahi kutokea Tanzania. Kwanza kwenye ulaji wa mafuta, hii pikipiki ambayo tunaita Mwamba Express Plus Mwamba Araelo. Hii kwa nini tumeita Araelo? Kwa sababu ina taa duara. Kuna nyingine ambayo taa yake sio ya duara, kwa inaitwa plus ya kawaida. Alafu hii Araelo ina taa ya duara. Hii engine inakwenda kilomita 80 kwa lita moja. Sasa ukishamwambia mtu na mtu akishaitumia, kwa sababu ile plus nyingine watu wameitumia, wamefurahi, mpaka sasa simu zimezidi kwamba jamani sisi tunataka plus, tunataka Mwamba, tunataka Express. Yani Watanzania wameifurahia sana. Sasa kwa nini wanaifurahia? Sio bure, hawaifurahii tu hivi hivi. Na watu waendi madukani kuitafuta Aujui Express hivi hivi tu. Kuna sababu. Wameona kwamba injini ni imara na tumeendelea kutengeneza injini imara. Kwa sasa hivi kwenye hii plus ya Mwamba Araelo tumeweka injini ambayo inaweza kwenda kilomita 80 kwa lita moja tu.
Lakini baada ya kutoka sasa kwenye injini, tukaangalia ubora sasa wa vifaa ambavyo vimetumika kuiunda hii pikipiki, kwa sababu tuna vijana ambao wanakuwa wanatumia kutaka kutafutia riziki. Anaweza akaichukua kama bodaboda, lakini anatamani akishamaliza mkataba wake wa bodaboda kwa yule bosi wake, angalau hiyo pikipiki iwe na afya ya kutosha yeye kuitumia tena miaka mingine mingi zaidi. Asichukue bodaboda alafu aitumie mwaka mmoja, akilipa ile deni la bosi wake na pikipiki nayo imeisha. Hapo kwa kweli utakuwa umemuumiza yule kijana. Lakini kwenye Haujue Express Plus, hilo jambo sisi tumemalizana nalo na vijana wengi wamekuwa mfano. Na niendelee kutoa rai, kijana, kama unataka pikipiki ambayo kwako itakuwa kama fursa ambayo itakusaidia, usiingie tu mtaani ukachukua pikipiki yoyote. Wewe nenda kwanza katafute Haujue Express Plus. Muulize mtu ambaye ameshawahi kutumia, atakupa uzoefu kuhusiana na hii pikipiki, kwa sababu utamaliza mkataba. Kama ni kijana ambaye umeenda kuchukua mkataba au ni bodaboda, utamaliza, utakuwa na faida ya pikipiki iliyo bado nzima, injini yake bado nzima, vifaa vyake bado vizima, halafu utaitumia tena kwa muda mrefu. Tukiachia mbali sifa ya injini yake, hapa kutumia hiyo kilomita 80 lita moja, uimara wa vifaa, ni sifa ipi ambayo pikipiki inayo tofauti na nyingine? Yes, tofauti na nyingine sasa ni yule tunakuongeza sana durability. Inaishi muda mrefu. Iko na maisha marefu sana kuliko pikipiki nyingine yoyote unayoifahamu hapa Tanzania. Haujue ndo namba 1 kwenye uimara. Kwa hiyo kwa nini? Kwa sababu vifaa vilivyotumika ni vifaa ambavyo vinaishi muda mrefu. Hatupachiki tu vifaa. Ndio maana unakuta hata pikipiki kuharibika ya Ujue ni ngumu sana. Ni ngumu, ni pikipiki ngumu. Huo ndo unakuwa tofauti kati ya sisi na wengine. Lakini pia tumeweka mfumo ambao ni rahisi kwa watu kutumia kwenye mazingira yote ya vijijini na ya mjini. Mtetemo hii pikipiki haina kabisa. Yaani vibration yake iko chini kabisa. Kwa hata mtumiaji anakuwa hatetemeki anapokuwa anaitumia, ni nzuri kwa afya. Si umeelewa? Lakini pia matairi pia tuliweka ya tubeless na yenye kashata, ambao hata kwenye vumbi, mchanga, si kwenye mazingira magumu, ile pikipiki inaweza kwenda kwa raha kabisa. Mizigo pia anaweza kubeba kwa sababu shock up ni imara, yenye nguvu sana, ambayo inaweza kuhimili mzigo mkubwa sana. Tumeweka mpaka tani 1 unaweza kubeba. Kwa hiyo kama una kilo 300, kilo 400, kilo 500, utaweza kubeba vizuri kabisa bila kuwa na changamoto yoyote, na pikipiki yako ikadumu kwa muda mrefu kutokana na uwezo wake wa shock up na uwezo wake wa pikipiki kubeba mizigo. Na hii ni sifa ambayo inajulikana duniani kote kwamba Haujue ndio pikipiki inayoongoza kwa kuweza kuhimili kubeba mizigo mikubwa. Ndio. Na mtu akitaka kununua lazima anunue cash hapo hapo, kuna utaratibu mwingine wa mtu mwingine. Ndio mwingine anaweza kawa na. Ndio. Sasa kwa sababu tuna utaratibu wa mawasiliano na ambao tumeshatoa mawasiliano, mteja atakapokuwa mpiga simu tutaweza kumuelezea, umeona, alafu na yeye ataweza kupata huduma. Cha msingi ni kwamba kila mtu atapata pikipiki ya Ujue. Na mtu labda akija sasa kuja kununua pikipiki ya Ujue hapo kwenu, labda ni vitu gani tena mnampa mbali na vitu na pikipiki ambavyo anaikuta ubora sio nini? Vitu gani mnampa? Yes, tunatoa zawadi mbalimbali ambazo kila mkoa atakapokuwa umefika anaweza kuzipata. Kuna t-shirt, kuna helmet lazima apate. Kuna vitu tofauti ambavyo mtu atakuwa anavipata. Na zawadi mara nyingi sio kila mara tutoa zaidi ya aina moja. Kuna wakati fulani tulikuwa tunatoa zawadi mpaka majiko, simu. Kwa kila wakati tunakuwa na promotion zawadi mbalimbali. Lakini pia sisi kama Haujue Tanzania, kila mkoa tumetengeneza eneo letu la service center ambapo mtu atakuwa anapata huduma. Kama atakuwa anapata changamoto kwenye mkoa wake, amenunua Ujue, anapata huduma pale pale kwenye mkoa wake au pale pale kwenye wilaya yake. Lakini pia tunakuaga na timu ya maengineer wanaotoka moja kwa moja China, wanaokuja Tanzania, wanazunguka mikoa yote, na ni mwaka mzima. Sio kama ni kwa kipindi kifupi, mwaka mzima wanazunguka nchi nzima. Wakimaliza wanabadilishana, wanakuja wengine kwa ajili ya kuzitembelea pikipiki, kufanya service na kuangalia teknolojia inavyokwenda. Kama kuna changamoto au kuna jambo jipya, wanakuwa wanapita mwaka mzima wako wanazunguka nchi nzima kwa ajili ya kuhakikisha Haujue niendelee kuwa bora Tanzania nzima. Na labda branch zenu ziko wapi na wapi na wapi? Sisi tuna branch nchi nzima. Kwa sasa hivi tumeshajikita katika kila mkoa, ukianzia Dar es Salaam, Dodoma, Arusha, Mwanza, Iringa, Tabora, Mbeya,
kote Masasi, Mtwara, Lindi, Songea, kote si tumeshajikita, Morogoro, mikoa yote mpaka Katavi huko Mpanda tuna branch kule, Sumbawanga tuna branch. Kwa hiyo tumeshakaa katika nchi nzima, Bukoba kule Kagera kaskazini, kote tumeshakaa. Kwa hiyo ni kuwakaribisha Watanzania kwamba sasa ukiwa unakwenda kutafuta pikipiki, hebu iwaze kwanza ujue, alafu uweze kufahamu ubora wake. Mtu atataka kufikia na wapataji sasa. Sasa sisi tumeweka namba ambapo ukipiga ile namba tutakudirect moja moja kwenye branch yetu, kwa sababu zile branch ni za kwetu. Kwa hiyo tunakuwa tunatoa huduma kutokea kule kwenye mkoa, ili kwa sababu sasa hivi teknolojia imerahisishwa, huduma zinapatikana kote. Kwa labda nitaitaja, alafu mtu akiwa amepiga ile namba baadaye ataelekezwa kwenye ile branch yetu pale, na hiyo ni kwa ajili ya huduma na kuwahudumia wateja wote. Nitaitaja 0748 550 955